Mwanamke anayefahamika kwa jina la Mary Mushi mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Masama Kusini, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, anadaiwa amewaua watoto wake wawili wa kike kwa kuwachoma kisu tumboni na kisha na yeye kujichoma sehemu ya koromeo kwa kisu hicho, ikidaiwa ni baada ya kupata taarifa kuwa mume wake ana mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwingine, yaani mchepuko wilayani humo. Alikuwa amechomwa kisu kifuani kikatokeza nyuma na kingine kikatokeza nyuma, visu viwili, lakini vile kwenye utumbo. Yule mdogo alichanwa sehemu ya tumbo, nikakuta wamekufa amelala hapo kitandani. Inaelezwa kuwa awali ya tukio hilo ilihisiwa kuwa mwanamke huyo amefariki dunia pamoja na watoto wake, lakini ghafla jirani mmoja aligundua kuwa mwanamke huyo bado mapigo yake ya moyo hayajasimama, na hivyo juhudi za kumpeleka hospitali zikafanyika mara moja ili kunusuru uhai wake, huku miili ya watoto wake ikipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Hai. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema mwanamke huyo yupo chini ya ulinzi na anaendelea na matibabu kutokana na kujijeruhi vibaya katika mwili wake. Aidha, watoto hao waliofariki dunia wametajwa kwa majina yao kuwa ni Glory Evans Kileka mwenye umri wa miaka 4 na Precious Evans Kileka mwenye umri wa mwaka 1. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Mimi naitwa Nicholas Pius Kileka, ni babu wa wajukuu zangu Glory pamoja na Precious ambao walifariki jana kwa kupigwa visu na mama yao. Labda tukio lilikuwaje mzee wangu mpaka ikafikia kwamba mama huyu akaamua kuwachoma watoto wake visu? Nilikuwa nimetoka asubuhi, huyu Glory tunakaa naye nyumbani kule. Nikamleta hapa ili aweze kukaa na mama yake, nikamsalimia, nikamwacha mimi nikaendelea na shughuli zangu ili jioni aweze kurudi. Kwa hiyo nikaondoka nikaenda zangu huko Hai Bomang'ombe. Kwa bahati mbaya sana nilipofika kule majira saa 7 nikapigiwa simu kwamba nyumbani kuna shida. Ndio nilipofika hapa nikaja nikaingia ndani, watu walikuwa wanalia. Nikafika kwenye chumba alichokuwa amelala, nikakuta kweli watoto wamechomwa kisu na mama yao amejichoma kisu. Watoto walikuwa wamelala hapo kitandani. Mtoto yule mkubwa ambaye ana miaka 4 alikuwa amechomwa kisu kifuani kikatokeza nyuma na kingine kikatokeza nyuma, visu viwili, lakini vile kwenye utumbo. Yule mdogo alichanwa sehemu ya tumbo, nikakuta wamekufa amelala hapo kitandani. Mama naye alikuwa amelala hapo, wote watatu. Mama yeye alijichoma kisu tumboni, alichoma kisu kwenye kifua, alafu akachoma kwenye koromeo. Basi akawa naye ameumia, na mwanzoni tulidhani kwamba wote wamekufa, lakini katika kulialia jirani mmoja aliingia ndani akasema mbona mama kama bado hajafa. Kwa hiyo wakamkimbiza hospitali ya wilaya, akapata huduma ya kwanza, amepelekwa KCMC, wakaenda kumfanyia operation chap, baadaye wakamrudisha wodi. Habari za leo asubuhi ni kwamba anaendelea vizuri, ameshatolewa oxygen, lakini sasa hivi ameweza hata kuongea. Kwa hiyo tunaamini kwamba anaendelea vizuri. Sema kwamba mpaka sasa ameweza kuongea chochote, labda anasemaje kwa sasa hivi? Ni ile neno tu la salamu. Habari, na anaitikia salama. Anaangalia lakini kama mtu ambaye anafahamu vizuri. Kwa kweli hawezi kuongea kitu sasa hivi. Okay, labda wanasema chanzo cha tukio hili ni nini hasa? Chanzo cha tukio hili hasa kwa kweli mimi kama babu wa watoto na mwali wangu na kijana wangu alikijafahamika, isipokuwa katika chunguzi za polisi, kwa sababu huyu mama jioni anakuja kule kwetu nyumbani, anatupikia, tunakula wote, afu anarudi huko. Kwa hiyo sikuwa nimeona ugomvi, ila kwa uchunguzi wa polisi na message walizoziona inaelekea mama alikuwa anasema kwamba huyo kijana wangu huyo labda kuna sehemu anapitia, kwa maana vijana wanaita labda mchepuko. Kwamba labda hamtendei haki. Yaani niliona polisi walikuwa wanasema, hiyo nimesikia polisi. Kwamba kuna message za malalamiko. Message ya malalamiko. Na alikuwa akimtumia
Nadhani walikuwa wanatumiana. Mpaka sasa hivi labda mtoto wako amezungumza chochote baada ya kusikia kwamba kilichosababisha ni huo mchepuko? Hatujakutana naye maana bado yuko polisi. Kijana wangu yuko polisi, na ninapouliza wanasema yuko chini ya uangalizi, kwa sababu kwa hili tukio akija huko labda anaweza kufanya kitu ambacho sio sawa. Wito wako ni upi kwa jamii? Unadhani jamii inaweza ikajifunza nini kupitia hili? Mimi wito wangu kwa jamii, hasa wa vijana wa sasa hivi, nilikuwa nafikiria kwamba wasiwe na mhemko. Haya mambo yapo tu, tangu zamani yalikuwepo, lakini yanazungumzika, unapata ushauri, unapata kwa wakubwa zako, unaenda kwa viongozi wa dini, hata ikishindikana unaenda serikalini, hata mahakamani, ili kutatua tatizo, lakini si kufanya kitu cha kinyama namna hii. Kabla tukio hili alishawahi kuleta malalamiko yoyote juu ya haya? Kabla ya tukio hili hajawahi kuleta tatizo lolote juu ya malalamiko haya, na huyu mwali wangu ni mpole kwa kweli. Yaani hata ukimwona huwezi kuamini. Na mume wake vile vile ni mpole, lakini nimesikitika sana kuja kusikia haya mambo. Lakini kwa sura tu we can't believe. Wanaume wapunguze speed ya kupenda wanawake. Yaani ukiwa umeoa, rizika na mke wako. Rizika na mke mmoja ambao Mungu amekupa. Unapoenda kufunga harusi kanisani, unafunga na mke mmoja, ufungi na wawili. Kwa hiyo rizika na huyo mke wako ili usisababishie mke wako madhara mpaka yanayosababisha watoto kufa. Kwa hiyo rizika na mke wako. Wanaume mwache tabia mbaya. Hii ni tabia mbaya. Kwa upande wa sisi wanaume, katabia hako kapo. Mimi naomba sisi wanaume tubadilike, tubaki njia kuu, kwa sababu kwenye hii tabia mtu akishajiingiza kule, kwanza familia inasambaratika, vile vile kiuchumi. Ni tabia mbaya, naomba tuache, tubaki na tuishi na familia zetu.